tuko mahali hapa kwa kazi maalumu ya kutoa elimu. Kwa nini tunasema no reforms no election? Bila mabadiliko ya sheria za kiuchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Hiyo ndio kazi kubwa iliyotuleta hapa. Na kwa sababu muda ni mchache, naomba nizungumze kwa fakti, kwa vitendo. Naomba mwenyekiti wa kitongoji cha Ng'ambo aje hapa chapu, na mwenyekiti wa kitongoji cha Ilolo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti. Walioko mbele yako hawa walishinda kwenye vitongoji. Lakini kama kuna wilaya ambayo leo hii nasema sisi ni wahanga wakubwa na tunaunga mkono no reforms no election, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, sisi ni makomando wako wachache ambao tuko tayari kupigana hii vita mpaka kieleweke. Mwenyekiti wa kitongoji cha Ilolo, makamu mwenyekiti, alitangazwa, lakini baada ya kuvunjika kidole, wakati wanashindana kupokonyana kura feki na msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mwanamke, kura alikuwa kaweka kwenye maziwa, kwenye matiti. Samahani kama nitatumia lugha mbaya. Hapa ndipo tulipofikia. Msimamizi wa uchaguzi ameficha kura feki kwenye matiti. Hapa ndipo tulipofikia. No reforms, no election. No reforms, no election. Mpapa, mmenielewa? Ushindi wao hawa ulikuwa ni wa nguvu kubwa sana. Mwenyekiti wa kitongoji cha Ng'ambo mpaka anatangazwa yalipigwa mabomu mengi sana. Msimamizi wa uchaguzi kwa maana ya wakala wa Chadema ili mlazimu avae pampazi ili asiende chooni, kula zisiibiwe, ndo majeri yanakwenda kutangazwa. Huo ndio uchaguzi ambao tunaukataa. Mimi nimeanza kushinda hili jimbo la Mpapa tangu 2015. Lubeleji alikuwa kulishinda mimi. Peoples 2020 tumefanywa mambo mabaya sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tuna ushahidi wa sauti. Aliyekuwa OCD wa Mpapa anatamba kwamba kapiga mabomu Mbelege, familia zimehamia Beimani, kapiga mabomu Ng'ambi kama vile wako Somalia. OCD ambaye tunamlipa sisi kwa kodi zetu. Haya ndio mambo yaliyotokea Mpapa. Kama uchaguzi sisi tungeshinda siku nyingi sana. Kwa hiyo sisi ni wahanga wakubwa. Mwaka 2020 watu 18 walipewa kesi na walikaa ndani, akiwemo Mheshimiwa Deo Mainira. Ni mhanga mkubwa wa masuala ya uchaguzi. Naomba nichukue nafasi hii. Naomba nichukue nafasi hii, ndugu zangu wa Mpapa, kumpongeza na kumkaribisha nyumbani mtoto wenu Deogratias Mainira ambaye amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha. Mainira, hii ni hadithi yako. Karibu sana nyumbani. Mpapa tunakutegemea sana. Naomba utuvushe. Peoples. Baada ya kusema hayo, na mimi nimepewa kufungua tu mkutano, lakini Mheshimiwa makamu mwenyekiti utanisamehe, mimi hapa ni nyumbani. Ngoja nikushereheshe kidogo. Watu wa Mpapa, tuna kituo cha utafiti wa mifugo. Hichi kituo kilijengwa na Mjerumani. Ukiangalia kile kituo kilitakiwa kiwe chachu ya maendeleo ya Mpapa, kwamba tungekuwa na ufahamu wa kuwa na kiwanda cha maziwa. Wale watafiti wa mifugo wangetusaidia kuzalisha breeding nzuri ya mifugo kwa ajili ya ng'ombe wa maziwa. Watu wa Mpapa, mngepewa ng'ombe, mngezalisha maziwa, yangekuwa kiwandani, tungekuwa na kiwanda Mpapa, tungepata ajira Mpapa. Lakini kingeanzishwa kiwanda cha ngozi, kwa sababu tuna ardhi nzuri sana Mpapa, tuna malisho mazuri, panafaa kuwa na mifugo, tungekuwa na kiwanda cha ngozi na vitu vingine. Lakini kwa sababu wanaharibu uchaguzi, tunapata wabunge
ambao hawana uwezo, wana uwezo mdogo. Baraza letu la halmashauri tuna wajumbe ndio pale, si ndio? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kuna magari makubwa utapishana nayo barabarani huko. Watu wa Mpwapwa wajui haya magari yamebeba nini. Mnafahamu? Haya magari mnafahamu? Ukiwa pale Chunyu imetengenezwa crusher kwa ajili ya kokoto. Wakasema kuna mradi wa kujenga barabara ya lami. Mnafahamu kuna malori yanachukua kokoto pale zinaondoka. Watu wa Mpwapwa mpo. Kokoto zinachimbwa, zinaondoka Mpwapwa na nyie mko hapa hamna habari. Peoples. Ndio maana tunasema tunahitaji uchaguzi huru na haki. Tupate viongozi wazuri wakasimamie maslahi ya watu wa Mpwapwa. Peoples. Hapa tunakopa. Ukisoma ripoti ya mapato uweze kuona kopa inazalisha kiasi gani kwa wilaya ya Mpwapwa. Tunafaidika nini na hizo pesa zinatusaidia nini? Mnayo taarifa? Peoples. Na mengi sana ya kuzungumza. Lakini kwa haya machache naomba niwapongeze sana. Mmekuwa mstari wa mbele sana kwa ajili ya mabadiliko. Leo ni Jumapili na ni muda ambao hamjazoea kufanya mikutano. Lakini wakati wa Bwana uliokubalika ni sasa. Watu wa Mpwapwa mmeona nchi nzima watu wako tayari. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Sawa? Mlango umefunguliwa wa kwenda Ikulu. Mpwapwa amkeni, pigeni kelele, tusonge mbele. Ikulu iko tayari. Mpwapwa mnasubiri nini? Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mimi nimeufungua huu mkutano. Una baraka zote za watu wa Mpwapwa. Kwa hiyo tunakukaribisha na mara nyingine uweze kukaribia katika mji huu. Mji huu ni mji tajiri sana. Ningeanza kuzungumza, kuna mambo mengi sana ya fakti kwa nini Mpwapwa tulipaswa kuwa na maendeleo makubwa sana na kwa nini tuko nyuma. Lakini wakati hautoshi. Kwa haya machache ambayo nimeongea na nyie, naomba Mwenyezi Mungu wa mbinguni akafungue mioyo yenu. Watu wa Mungu msiangamie kwa kukosa maarifa. Mheshimiwa Katibu wa Kanda ya Kati.